Yesu asifiwe sana watu wa Mungu. Niko na dada hapa na ni mshirika wa madhabahu ya MBH Ministry. Kwa majina yako ni nani dada, na unatokea wapi? Kwa jina naitwa Margaret Joseph James, natokea Mbezi Malamba Mawili. Okay, hebu tuambie dada, ni mara ngapi kuhudhuria kwenye ibada hii ya Miracle Blessing? Kwenye ibada hii kwa kweli nilikuwa sijui na sijawahi kuhudhuria, lakini nilikuja kwa ajili ya kumuona mdogo wangu ambaye alikuwa anaumwa, ndo akaniambia sisi leo tuenda kanisani twende. Ndio chanzo cha kufika hapa. Kwa leo ni mara yako kwanza unafika kwenye madhabahu hii? Ndio ya kwanza nafika na sikutarajia kama nitafika. Tulikuwa tunafuatilia ibada, tuliona Mungu akiwa anakufungua sana. Nini kilikuwa unapitia ndani ya familia yako na kwenye ukoo wako, kwenye familia yako kwa ujumla, nini ulichokuwa unapitia? Kwa kweli nilikuwa nasumbuliwa sana na magonjwa. Yale magonjwa yameenda, yameibua mashetani kichwani. Yale mashetani yalikuwa yakija, nilikuwa napata maumivu ya kichwa, napiga kelele na dondoka. Nikiinuka na kuwa sielewi kinachoendelea, baadaye ndo nakuja kukaa na kujielewa. Nikaja nikabidi nianze kuaguliwa kwa waganga. Nimeaguliwa mganga wa kwanza, nimeaguliwa mganga wa pili, nikamaliza dawa. Kwa hiyo mpaka hivi nilipokuwa nakuja kwa mdogo wangu, dawa nilikuwa namaliza Jumapili ijayo. Kwa hatimaye mdogo wangu ndo akaniambia tuje hapa. Ndo tukaja. Kwa kuwa ni karibu na nyumbani, tukaona tuje. Unaonaje ibada ya siku ya leo na unasemaje kuhusu madhabahu hii? Toka umefika hapa, nini Mungu ameweza kufanya ndani yako? Kwa kweli nilipofika kwenye hii madhabahu nilikuwa na maumivu ya miguu chini ya unyayo, nilikuwa na maumivu ya tumbo, pia nilikuwa na maumivu ya kichwa. Alafu pia mwili wangu pia haukuwa vizuri. Lakini mpaka sasa naona unyayo badala ya kukanyaga mafuta na kuwekewa mkono na kuombewa tumboni, naona vyote sina, na pia naona nina furaha. Ulisema kwamba ulikuwa unasumbuliwa na mapepo, lakini pia ulisema kwamba ulizunguka kwa waganga huku na kule kwa ajili ya kutafuta msaada. Ni mahali gani ambako unahisi ulikuwa ukitembea sana na nini kwa nakusaidia kufika huko? Nilikuwa na au ni kipi ambacho kilikuwa kinakufanya ufike huko kwa waganga? Ni baada ya matatizo kuzidi. Matatizo yalienda yakazidi sana. Yalivyozidi yale matatizo, ikabidi nianze kutafuta utatuzi. Ikabidi nianze kuulizia. Kwa hiyo nimeulizia sehemu ya kwanza, nikaenda nikafanywa matibabu, bado ikawa ngumu. Nikaenda nikaitwa sehemu ya pili, nikafanywa matibabu, bado ikawa ngumu. Nikabidi nianze kusukuma kwenda kanisani. Kuna kanisa moja nikaenda, lakini sikurudia tena kwenda. Ikabidi tena nirudi kwa waganga. Badala ya kurudi kwa waganga, ndo dawa za mwisho hizi nilikuwa namaliza Jumapili ijayo. Lakini baada ya kutumia dawa zote kutoka kwa waganga, hakuna mabadiliko ambayo ushawahi kuyaona? Mabadiliko kwa kweli sijawahi kuyaona mabadiliko. Yani anakuwa muda ule ambao unafanywa dawa, na ni kwa hizi dawa za mwisho ndo niliona mabadiliko wakati natoka kule kurudi nyumbani. Lakini nilipofika nyumbani ndani ya siku 4, yale maumivu yamerudi tena. Yani kama naungua kwenye unyayo na maumivu pia kwenye miguu. Na baada ya kuombewa na mtumishi wa Mungu Prophet Elijah, ukashangaa Mungu amekuponya na kila kitu kiko sawa sasa? Kichwa kwenye maumivu ya kichwa sisikii chochote. Kwenye miguu nilipokanyaga pia yale mafuta, yani kama kule kuna moto fulani ulizimwa yani. Sisikii maumivu yoyote mpaka sasa. Unawashauri nini watu ambao wanakufuatilia sasa na kukutazama? Na washauri wakaribie kwenye madhabahu hii ili wapate uponyaji, wasihangaike kwa waganga kutupa hela. Mungu akubariki.